Habari na karibuni wapenzi wa filamu, natumai mnaendelea vyema. Katika video hii tumekuletea, kwa hivyo wacha tuingie. Mwanamume mmoja anashuka kutoka kwenye basi na kuingia kwenye nyumba ndogo ya wageni ili kuuliza maelekezo ya kuelekea kituo kipya cha polisi. Yeye ni mkaguzi wa polisi aliyehamishwa hivi karibuni mjini. Mwenye hoteli anamwongoza. Kwenye kituo anaona mtu mtulivu ameketi, ni Vijay Salgaonkar. Constable anamnongoneza mkaguzi kwamba hakuna mtu anayeweza kufikiria kile Vijay amefanya, na hivyo hadithi huanza kufunuliwa. Vijay ni yatima ambaye anaendesha kampuni ya televisheni inayoitwa Mirage Cable Network. Hajawahi kusoma sana, lakini ni mwerevu na hujifunza kila kitu kutokana na kutazama sinema, lugha, werevu wa mitaani, hata hila za sheria. Anaishi na mkewe Nandini na binti zake wawili, Anju na Renu. Siku moja kwenye mkahawa, Vijay anaona wanandoa wazee wakisubiri kuona SP. Mtoto wao aliuawa na bado wanatafuta haki. Vijay anashikiliwa kinyume cha sheria na polisi wakati huo, na kwa kutumia maarifa yake aliyojifunza kwenye sinema, anafanikiwa kuwasaidia wanandoa hao na kuachiliwa. Baadaye, familia inakwenda Panjim kwa ununuzi. Anju anamwambia Vijay kuhusu rafiki yake Britney na anaomba kwenda naye kwenye kambi ya mazingira. Vijay anakubali. Kwenye kambi, mvulana anaitwa Sam anapiga picha kwa siri. Msichana mmoja analalamika juu yake. Siku chache baadaye, Vijay na familia yake wanatembelea wazazi wa rafiki wa Anju, Nanhi. Huko, Vijay anakutana na kaka ya Nanhi, Rajesh, ambaye anamweleza kuhusu chama chake kipya cha kisiasa na jinsi walivyosimamisha mradi wa ujenzi mbaya. Siku nyingine, Vijay hukutana na wazazi wake katika mkahawa. Mkandarasi anayehusika katika ujenzi wa kituo kipya cha polisi anaungana nao. Kisha Inspekta Gaitonde anafika na kumhoji mwenye mkahawa kuhusu wanandoa wale wazee waliosaidiwa na Vijay. Gaitonde na Vijay wanatupiana maneno makali, kuna mvutano kati yao. Vijay anaonekana akichimba shimo nyuma ya nyumba yake, akisema ni kwa ajili ya mbolea. Wakati huo huo, Nandini anataka kuhudhuria tukio la kidini, lakini Vijay anamwambia asiende. Baadaye Vijay na mwanakandarasi walijadili kwamba ujenzi wa kituo cha polisi utaanza tena Jumatatu. Baadaye kwenye mkahawa wa Martin, Gaitonde anabishana na Rani, mwanamke ambaye hapo awali alikuwa amelalamika dhidi yake. Anamkasirikia Vijay pia na kumtishia. Jioni moja, Anju anakutana na Sam tena. Anamtusi kwa video iliyofichwa aliyoichukua wakati wa kambi. Anju anaogopa. Usiku huo Sam anakuja kwenye jumba la nje la Vijay. Anju na Nandini wanamsihi aifute video hiyo, lakini anakataa na anafanya vibaya. Katika mapambano ya kumzuia, jambo baya hutokea. Baada ya Sam kufanya vibaya, Anju anaogopa na kumpiga kichwani na fimbo ya mbao. Anaanguka chini. Anju anajaribu kuharibu simu yake, lakini hatambui kwamba Sam ameacha kupumua. Akiwa ameshtuka na kuogopa, yeye na Nandini hawajui la kufanya. Anu, binti mdogo, anaona kila kitu kimya. Vijay anaporudi nyumbani anagundua kuwa kuna kitu kibaya. Familia inampeleka kwenye jumba la nje ambapo yote yalitokea. Wanazungumza kuhusu kwenda kwa polisi, lakini Vijay anawaonya kwamba ikiwa watafanya hivyo, maisha ya Anju yataharibika. Ni lazima wafikiri kwa makini. Baadaye Anju anampa Vijay kwa utulivu zawadi aliyokuwa amemletea. Vijay anamfariji, kisha wote wanarudi kwenye nyumba ya nje. Vijay anaanza kuangalia chumba na kufikiria njia za kuficha ushahidi wowote. Simu ya Anju inaendelea kuita, na anapojaribu kujibu, Vijay anamzuia. Anajua kwamba simu inaweza kupatikana kwa SIM kadi yake. Anatoa simu na kusema mtu asitoke nyumbani mpaka arudi. Milango na madirisha yote yanapaswa kubaki imefungwa kana kwamba nyumba haina mtu. Vijay anaondoka na mwili. Anaenda mahali pa upweke akifikiria nini cha kufanya. Wakati huo huo, Inspekta Gaitonde anakuja eneo hilo kwa ukaguzi wa pasipoti. Anaona gari la Vijay na kujaribu kuchungulia ndani. Wakati wa kufungua gari, sauti inasikika na watu walio karibu wanageuka kutazama. Lakini Vijay anashughulikia hali hiyo kwa utulivu na kuendelea. Akiwa njiani, anaona bango la satsang ya Swami Chinmayanand. Hii inampa wazo. Anaenda kwenye duka la rununu, ananunua simu ya mtumba na kusakinisha simu ya Sam ndani yake. Kisha anaweka simu hii ndani ya lori inayoelekea hifadhi ya taifa. Baadaye, anafika kwenye kidimbwi karibu na banda la mawe ambalo Rajesh alikuwa ametaja hapo awali. Huko, Vijay anazika kitu, anafunika kwa uangalifu tukio hilo. Usiku huo, anarudi ofisini kwake, anakusanya pesa na kukutana na mfanyakazi. Kurudi nyumbani, Vijay hukumbusha kila mtu kutenda kawaida. Hakuna hofu, hakuna hatia, vinginevyo watu wataona. Anapanga safari fupi kwa familia kudumisha alibi. Wataenda kwenye satsang kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea.
Wakati huo huo, wazazi wa Sam, Mahesh na Meera Deshmukh, wana wasiwasi kwa sababu Sam hapokei simu zao. Vijay na familia yake huenda Panjim. Wanatumia muda kwenye ashram, kisha baadaye wanakaa katika nyumba ya kulala wageni. Wanaagiza chakula na kujaribu kuonekana kawaida. Siku iliyofuata wanakula na kutazama sinema kwenye ukumbi wa michezo. Ingawa wanarudi nyumbani salama, Anju na Nandini bado wanahofu. Meera, akiwa na shaka, anauliza polisi kufuatilia simu ya Sam. Siku moja polisi hatimaye walifuatilia baadhi ya watu waliounganishwa na Sam. Meera, ambaye sasa ni afisa wa IG, anaelekea haraka mahali alipo Mahesh. Baada ya uchunguzi huo wa kimsingi, anawaambia maafisa hao wanyamaze mambo na kutotoa taarifa kwa vyombo vya habari. Meera hukagua rekodi za simu za Sam. Simu ya mwisho inaelekeza kwa mtu anayeitwa Vardhan, anayejulikana pia kama Vende. Maelezo yanayolingana yanapatikana pia katika kituo cha polisi cha Pandalam. Mashaka yanaanza polepole kumwelekea Vijay. Inspekta Gaitonde anaanza kuunganisha nukta. Anatembelea mkahawa wa Martin na kumwambia kuna maendeleo mapya, gari limepatikana kwenye bwawa. Wakati Gaitonde anashiriki hili na Vijay, anagundua maoni ya Vijay ni hila, lakini inatosha kumfanya Gaitonde kuwa na shaka zaidi. Kisha Gaitonde anazungumza na afisa mwingine, Sawant, akisisitiza kuwa Vijay anahusika. Sawant hakubaliani kabisa, lakini Gaitonde anamwambia mkuu wao Prabhu kwamba Vijay alionekana kwenye eneo la tukio Oktoba 7 saa 7 PM. Wakati huo huo, Vijay anampeleka Anju katika kituo cha polisi kwa uangalifu ili kuhakikisha kuwa majibu yake yanalingana. Siku iliyofuata, polisi waligundua Vijay na Anju walikuwa wamejiunga na safari ya shule pamoja. Wanatembelea shule ya Anju ili kuthibitisha maelezo. Vijay anashughulikia maswali kwa ujasiri, bila hofu yoyote. Baadaye polisi wanapofika nyumbani kwa Vijay, anafika wakati huo huo. Anawaambia Nandini alizungumza na mkuu wa shule ambaye aliwajulisha kuhusu ziara ya polisi. Afisa mkuu Prabhu anaanza maswali yake kwa mamlaka tulivu. Vijay anawaonyesha uthibitisho kwamba yeye na familia yake walikuwa kwenye satsang mnamo Oktoba 2 na 3. Hata anaonyesha rejista kama ushahidi. Prabhu anavutiwa na uthabiti na anaiambia timu yake kwamba Vijay na familia yake wanaonekana kutokuwa na hatia. Anapendekeza kumjulisha IG, lakini Meera bado hajashawishika. Anapendekeza kuileta familia nzima ya Salgaonkar kwa mahojiano rasmi. Wakati wa kuhojiwa, kila mtu hushikamana na mpango, kila maelezo yanalingana na yale ambayo walikuwa wametayarisha hapo awali. Umati wa watu nje ya kituo unaongezeka. Ingawa watu wengi wanatazama, familia ya Vijay hutulia. Bado, Meera anahisi kuwa kuna kitu kimezimwa. Anaamuru timu yake kuwaita kila mtu aliyetajwa katika hadithi ya Vijay, hata Martin na watu kutoka kwa satsang. Baadaye Nandini anamwambia Vijay alikuwa na wasiwasi, lakini anafarijika polisi kuwaamini. Vijay anamwonya, bado haijaisha. Usiku huo, Vijay anakutana na Rajesh na kuomba msaada. Anahitaji kuungwa mkono na upande wa kisiasa. Siku iliyofuata, Meera anamuuliza Martin. Anasema Vijay hangeweza kufika kwenye mkahawa huo mnamo Oktoba 2. Yeye mwenyewe alikuwa hayupo Panjim kwenye satsang. Vijay alikuwa ametaja hata kile Swami Chinmayanand alizungumza kuhusu wakati wa ziara hiyo. Meera anamuuliza Swami pia. Anathibitisha kuwa Vijay alikuwa kwenye satsang, lakini hakumbuki wakati hasa. Kisha wanazungumza na waendeshaji wa mabasi ya kibinafsi. Mmoja wao anasema Vijay ni rafiki yake. Kondakta wa basi anawaambia polisi kwamba Vijay alisafiri kwa basi lake siku chache zilizopita na pia tarehe 2 Oktoba kwenda kusaini rejista. Kisha mwenye mgahawa analetwa kwa ajili ya kuhojiwa. Hawezi kukumbuka mengi, kwa hivyo polisi huangalia rekodi zake. Wanagundua kuwa Vijay alikuwa ametia saini rejista mnamo Oktoba 2018. Alipoulizwa, miliki huyo anasema Vijay ni mteja wa kawaida na mwaminifu. Anarudia maelezo yale yale ambayo Vijay alitoa awali. Hii inamfanya Meera kuwa na shaka. Anakasirika na kumuuliza Prabhu jinsi Vijay angeweza kuwa katika sehemu mbili kwa wakati mmoja. Mahesh hata hivyo anaamini Vijay na anasema anadhani familia inasema ukweli. Gaitonde hata anatangaza kwamba ikiwa Vijay atathibitishwa kuwa na hatia, atajiuzulu kazi yake. Hii inaongeza shinikizo kwa uchunguzi. Meera anapiga simu akiwa Swami Chinmayanand. Swami anasema Vijay alionekana kuwa wa kweli kwa sababu alikumbuka kila undani kutoka kwa satsang, na kwa kuwa mahubiri hayarudiwi tena, ni vigumu kudanganya. Hii inaunga mkono madai ya Vijay. Kisha Meera anazungumza na mmiliki wa jumba la sinema ambaye anathibitisha kwamba Vijay na familia yake walikuja kwenye jumba lake la maonyesho mnamo 3 Oktoba na kutazama filamu kutoka kwenye chumba cha makadirio.
Pia anasema Vijay alitaja kuwa mjini kwa satsang na alikuwa anakaa katika nyumba ya kulala wageni ya mtaani. Hii inamkasirisha Meera hata zaidi. Anamwomba aondoke na kuanza kuhisi kushindwa. Mahesh anajaribu kumliwaza, akisema bado watampata mhalifu. Anauliza kwa nini hawawezi kupata chochote thabiti ikiwa uthibitishaji unaendelea vizuri. Meera anatambua kosa lake, akimdharau Vijay kwa sababu alidhani kwamba hakuwa na elimu nzuri, lakini amethibitishwa kuwa nadhifu kuliko inavyotarajiwa. Prabhu na Sawant hukagua usuli kwenye Vijay na kuripoti. Meera anakubali nguvu halisi ya Vijay iko katika filamu. Hapo ndipo alipojifunza hila zake zote. Kisha wanamuuliza tena kondakta wa basi. Anasema alimkumbuka Vijay kwa sababu walikutana mara mbili, na Vijay alizungumza kuhusu tarehe 2 na 3 Oktoba wakati wa mkutano wa pili. Hii inamshangaza Meera. Anatambua kuwa Vijay alikutana na kila mtu tena ili kurekebisha maelezo na kuhakikisha kuwa kila mtu anakumbuka hadithi sawa. Kisha Swamiji anapiga simu na kushiriki zaidi. Kikundi chake cha satsang kinatengeneza idlis na kuwapa vyeti watu wanaojitolea baada ya wiki 2. Wanaangalia orodha ya watu waliojitolea kuweka nafasi, lakini hawapati jina la Vijay. Wakati huo huo, Sawant analeta picha za CCTV kutoka kwa ATM ambapo Vijay alikuwa amedai kutoa pesa. Meera anaitazama na ndio, Vijay inaonekana kama alivyosema karibu saa 3. Kwa wakati huu, Meera hatimaye anaelewa mpango kamili wa Vijay. Alikuwa ameunda tena matukio ya tarehe 2 na 3 Oktoba kwa uangalifu, akaweka alibi ya kuaminika, akapata mashahidi wanaomuunga mkono, na hata akaiunga mkono kwa bili za mikahawa na maingizo ya usajili. Prabhu anaongeza kuwa Vijay alikuwa ameonyesha rekodi za matibabu za familia yake pia, akisema waliugua baada ya safari. Meera anasema hizo zingeweza kuwa maagizo bandia yaliyonunuliwa kwa urahisi ili kuunga mkono uongo. Mahesh anadokeza kuwa hata rejista ya nyumba ya kulala wageni na bili za mikahawa zinaweza kugushiwa. Meera anaitikia kwa kichwa na kusema, Vijay Salgaonkar amecheza mchezo huu kwa ustadi. Anajua jinsi ya kushughulikia kila hatua. Meera anaelezea mpango mzima wa Vijay. Mnamo tarehe 3 Oktoba, Vijay alienda Panji kwa gari la kukodi. Alichukua kifurushi kutoka kwenye mgahawa na kununua simu ya mkononi, akaingiza SIM kadi ya Sham ndani yake. Kisha akaitupa simu kwenye lori la kibali cha taifa ili ionekane simu ilikuwa imesafiri mbali. Baada ya hapo, alitembelea ofisi yake ya mawe, akaegesha kwa muda, kisha akaenda kwenye mgahawa mwingine na kununua pav bhajis 4. Siku hiyo hiyo, alikata tikiti za filamu na saa 3 usiku, alitoa pesa kutoka kwa ATM karibu na standi ya basi ya Talegaon kwa kutumia Paytm. Kisha akapanda basi la Kadamba, akijifanya kuwa anatoka nje ya mji. Baadaye usiku huo alienda ofisini na kumwambia Josh mwenzake kuwa anaenda kwenye satsang. Asubuhi iliyofuata, familia iliondoka kwenda kwa basi la kibinafsi. Baada ya kufika, walitembelea ashram na walikaa hapo siku nyingi. Vijay alitengeneza rekodi za kuhifadhi kwa majina tofauti kwenye nyumba ya kulala wageni. Aliingia jina la uongo la 2 Oktoba, na kwa utoaji wa chakula alitumia mkahawa ule ambao alikuwa amechukua kifurushi tarehe 3. Kila kitu kilifanywa kionekane kama kilitokea siku ya 2 na 3, ingawa alikuwa amefanya mnamo hin. Walitembelea tena mkahawa alikokuwa amempeleka Pav Bhaji hapo awali, ili kulinganisha maelezo yote iwapo wataulizwa baadaye. Walitazama filamu kwenye sinema na kufanya urafiki na kondakta wa basi, ambaye baadaye angethibitisha hadithi yao. Alijifanya hata kwenda kwenye ATM, lakini hakutoa pesa tena. Katika siku chache zilizofuata, Vijay aliwatembelea tena watu hawa wote na kuwakumbusha matukio ya 2 na 3 Oktoba, ili warudie polisi rekodi ya matukio ya uongo kwa ujasiri. Meera anatambua kwamba hata baada ya kujua haya yote, hawawezi kwa sababu hakuna ushahidi thabiti. Kwa hiyo, anaamua kuishinikiza familia kukiri. Siku iliyofuata, familia ya Vijay inachukuliwa na kuletwa kwenye kituo cha polisi. Hili linamshtua Rajesh ambaye anakumbuka kwamba Vijay alikuwa amemwonya kuhusu hili. Katika kituo, Vijay na familia yake wanahojiwa kwa ukali. Gaitonde anamshinda Vijay ili kupata ukweli. Umati unaanza kutokea nje ya kituo cha polisi, ukihisi kuna kitu kibaya. Meera anamtuma mwanamke constable, Nandini Jain, ambaye anaogopa sana. Wakati huo huo, Let's, rafiki wa Sham, anafika katika kituo cha polisi na kumwambia Mahesh Deshmukh asimamishe kila kitu hadi atakapoeleza. Anafichua kuwa alikuwepo wakati video ya Anju iliporekodiwa. Meera ameshtushwa na hili.
Anu, binti mdogo. Anapouliza kinachoendelea, Mera anakuwa na hisia. Anarudi kwenye chumba cha mahojiano na kuuliza kila mtu aondoke. Kisha anatoa agizo, maliza mchezo huu. Mera anamwambia Gaitonde kupata ukweli hata iweje. Gaitonde anaanza kutishia familia ya Vijay na kumtisha Anu mdogo. Mahesh hawezi kuvumilia tena na anawauliza waache. Gaitonde na polisi wamekasirika. Gaitonde anapoinua mguu wake ili kumpiga teke Anu, Mera anamfokea asimame. Anu anaanguka kwa hofu na hatimaye anawaambia ambapo mwili wa msichana umefichwa. Jioni hiyo, Mera anampeleka Anu hadi nyumba ya Vijay. Utafutaji umeanza. Vyombo vya habari hukusanyika haraka kurekodi kila kitu. Waandishi wa habari wanauliza umma kinachoendelea. Wanakijiji wanamtetea Vijay, wakisema familia yake haina hatia na inalengwa kimakosa. Kwa maagizo ya Gaitonde, timu inaanza kuchafla. Kuna harufu mbaya. Kila mtu anasubiri kwa woga. Mwili umepatikana ukiwa umefungwa kwa kitambaa, lakini wakati kitambaa kinapondolewa, kila mtu anashtushwa. Sio mwili wa binadamu, lakini mbwa aliyekufa. Polisi wamedhalilishwa. Baadaye Vijay anazungumza na vyombo vya habari, akieleza jinsi polisi walivyoifungia familia yake yote, wakawapiga na hata hawakumwacha binti yake mdogo Anu. Maneno yake yalishtua umma. Hisia hupanda. Jina la Vijay Salgaonkar linaenea kama moto kote nchini. Watu hukasirika. Vijay Kumar, babake Sam, anakasirika na kumshtaki Vijay. Lakini Rajesh anajaribu kumzuia na Vijay Kumar anaishia kumpiga Rajesh pia. Umma unasimama nyuma ya Vijay na hadithi inaenea kila mahali. Mahakama yasimamisha kesi. Maafisa wote wanaoifanyia kazi wanahamishwa. IG Mira Deshmukh ameondolewa kwenye kesi. Mahakama imeamua kwamba ikiwa polisi wanataka kumchunguza Vijay au familia yake tena, lazima kwanza wapate kibali kutoka kwa mahakama. Siku chache baadaye, Nandini anaonyesha Vijay gazeti akisema kuwa Mera amejiuzulu. Anahuzunishwa na Mira na kusema maisha yake yameharibika, lakini haikuwa kosa lake. Vijay anajibu kwa utulivu, ikiwa angekuwa Anju au Sanyam mahali pake, Mera angefanya kila kitu kulinda mtoto wake pia. Haki au makosa haijalishi, ni lini kuokoa familia yako. Kisha Nandini anamuuliza, ulitoa lini mwili wa Sam? Vijay anajibu kwa urahisi, Jumapili usiku, lakini hamwambii wapi. Punde polisi wanafika na kumpeleka Vijay kituoni. Huko anakutana na Mera na Mahesh mara ya mwisho. Mahesh anaomba msamaha kwa Vijay. Kisha Vijay anawauliza kwa upole, je, tumgoje Sam arudi? Kisha anawaambia hadithi, akiitumia kwa uangalifu kwamba Sam hatarudi kamwe, na kwa upole anaomba msamaha kwao kama baba na binadamu. Hadithi kisha inaruka hadi sasa. Vijay anaonekana akisaini daftari katika kituo cha polisi. Polisi mmoja anasema kwa dhihaka, lazima ujivunie kuwadanganya polisi. Acha nikutane nje siku moja, kisha nitakuonyesha. Vijay anajibu kwa urahisi, ninaheshimu polisi. Ninaamini polisi watatulinda daima. Hatimaye ukweli unadhihirika. Vijay hakuwahi kuuzika mwili wa Sam nyumbani. Kituo cha polisi kilipokuwa kinajengwa, Vijay alikuwa kwa namna fulani mabaki ya Sam chini ya sakafu ya polisi. Hadithi inaisha kwa mazungumzo haya ya kutia moyo. Ukweli ulikuwa chini ya miguu ya polisi muda wote huo. Asante kwa kutazama na natumai umefurahia hii. Tuonane kwenye video inayofuata ya kupendeza. Hadi wakati huo, tunze na tunakutakia kila la kheri, lakini usisahau kulike na kusubscribe.